wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, lengo la kukusanyika kwetu hapa tupate faida kutoka kwa mashehe mbalimbali, na naamini kila mmoja ana namna yake amejaliwa na Allah katika kufikisha, na kila mmoja katika sisi ambao tunasikiliza kuna uslubu fulani ukiusikia unaelewa vizuri kuliko katika ufikishaji wa namna fulani, na tunamuomba Allah ajalie tuwe tumenufaika, amin. Katika kuendea mwisho mada yetu hii ilikuwa anwani kuu, fadhila za kutoa zaka. Zimeguswa sana, na vile vile athari na hatari ya kutokutoa zaka pia imeguswa, japo ni kwa uchache. Lakini zaka yenyewe sasa inatolewaje? Mali zinazotolewa zaka ni zipi? Ni kiwango gani ambacho mtu akifikia sasa anawajibika kutoa zaka? Kwa sababu hiyo, au kwa umuhimu huu, tumeandaa mukhtasari wa elimu ya zaka. Mukhtasari huu tukauweka katika lugha nyepesi ya Kiswahili, ambayo yatakuwa ni maarifa ya msingi. Mtu akipata mukhtasari huu amepata maarifa ya msingi na amepata pahala pazuri pa kuanzia kuuliza, kwa sababu wengi wetu hapa ni walimu. Katika kusomesha unaweza ukazungumza na wanafunzi alafu ukawapa fursa ya kuuliza alafu wasiulize. Sisi huwa tunatafsiri kule kunyamaza namna mbili: ima watu wameelewa sana kiasi hawahitaji kuuliza kabisa, au watu hawaja kuelewa kabisa hata hawajui waanzie wapi kuuliza. Sasa kwa sababu ya kuchelea hayo, tumetengeneza mukhtasari ambao insha Allah tutaugawa. Insha Allah tuugawe mukhtasari huu. Tuugawe mukhtasari huu ambao unaeleza utaratibu wa zaka. Kwanza tuelewe ni mali gani zinatolewa zaka. Mali zinazotolewa zaka katika Uislamu, kwanza an-naqdani, zinaitwa hivyo, dhahabu na fedha. Fedha sio pesa, fedha madini. Kwa hiyo watu wenye kufanya biashara hizo za dhahabu na fedha, au watu wenye kuchimba madini hayo, hii inawahusu. Lakini mali ya pili ambayo inatolewa zaka, urudhu tijara, bidhaa za kibiashara. Wafanya biashara wa maduka, wafanya biashara mbalimbali wanazungusha biashara zao, wanapata mali. Kundi hili wanatakiwa wajue pia kwamba ni kiasi gani cha fedha mtaji wake ukifikia na kwa masharti yapi ndipo anapowajibika kutoa zaka. Haya tumeyaweka kwenye huu muhtasari kwa sababu naamini kwamba kama tutayazungumza moja baada ya moja, tukimaliza yamesahaulika. Lakini ukiwa na hii ni rejea hii, kama hukuelewa sasa eneo ulilopo, au una namba ya simu ya shekhi katika mashekhi ambao unawafahamu, unaweza ukauliza, nilisoma jambo fulani kwa mimi mfugaji. Lakini kwamba tunaendelea kutaja aina ya tatu ya mali zinazotolewa zaka ni mazao, alhububu wathimar, nafaka na matunda. Ni masharti gani yanazingatiwa? Ni nafaka gani zinatolewa zaka? Lakini ni matunda gani yanatolewa zaka kwa masharti gani? Hii utaikuta kwenye mukhtasari huu. Lakini vile vile mali ya nne na ya mwisho katika mali zinazotolewa zaka, bahimatul an'am, inawahusu wafugaji. Lakini wafugaji sio kila mfugaji, maana wengine wanafuga kuku. Je, kuku nao wanatolewa zaka? Hapana. Imetajwa bahimatul an'am, na bahimatul an'am ni wanyama wafuatao: ngamia, ng'ombe na kondoo au mbuzi. Hawa ndio wanaitwa bahimatul an'am, wanyama wanaofugwa.
hawakutajwa ndege, ni wanyama. Kwa mukhtasari, hizi ndio mali zinazotolewa zaka. Kwa hiyo kupitia mukhtasari huu utakuwa umepata pahala pa kuanzia, lakini kwa sababu nina nafasi kidogo, kama Sheikh ameniambia amenipa nusu saa, nizungumzie kidogo katika haya makundi yanayopewa zaka. Allah subhanahu wa ta'ala amewaainisha kuhusiana na viwango na nini, hivi viko kwenye karatasi yenu ambayo tumeitoa katika kila sehemu. Kwa upande wa dhahabu na fedha, mpaka gramu ngapi ndio mtu anawajibika kutoa. Bidhaa za kibiashara au mfanya biashara, mpaka mtaji wake ufikie kiasi gani na anatoaje. Na vile vile kwa mfugaji, labda mtu anafuga ng'ombe, mpaka wawe wangapi ndio anaanza kutoa zaka na anatoa kwa utaratibu gani. Vile vile imeelezwa kadhalika na kwa mkulima, hii imeelezwa huko. Lakini kwa mukhtasari sana nitaeleza kuhusiana na hawa wanaostahili kupewa zaka. Allah subhanahu wa ta'ala amewataja ndani ya Qur'an, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, innamas sadaqatu lilfuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan min Allah. Aya imemalizia kwa kusema faridha, yani ni lazima, ni agizo, ni amri, ni fardhi kutoka kwa Allah, sio khiari, sio hiba, huna utashi, ni faridha. Kama ilivyo fardhi ya swala, kama walivyoeleza mashaikh wenzangu, kama ilivyo fardhi ya saum, na hii zaka faridhatun min Allah, amri kutoka kwa Allah, tunaweza tukasema hivi. Sasa haya makundi ya watu wanaopewa kwa sababu ya baadhi ya mambo ambayo tunayasikia, tunayaona yapo katika jamii, kwa nafasi alizotupa Allah subhanahu wa ta'ala za kuielekeza jamii, mengine tunakutana nayo, ni muhimu kuyataja haya makundi. Kundi la kwanza ni mafakiri. Fakiri ni nani? Maanake wametajwa fakiri, kundi la kwanza, kundi la pili maskini. Wengi tunaweza tukashindwa kutofautisha kati ya fakiri na maskini. Tukisema fakiri bado ni neno la Kiarabu, Waswahili tunasema huyu ni fukara. Fukara ni nani? Maskini ni nani? Je, ni watu wamoja au haiwezekani? Kwa sababu Allah kawa tofautisha. Ametaja al-fuqara, imefasiriwa al-fuqara alladhina la yajiduna ma yunfiquna ala anfusihim. Mafukara ni wale ambao hawana uwezo wa kupata matumizi yao. Waman yaulunahum, na wale ambao wako chini yao, nisfa sana, nusu ya mwaka. Yani maana yake nini? Kwamba mtu huyu matumizi yake ya lazima, hatusemi yale ya anasa, ya lazima, kula yake na mahitaji yake ya familia yaliyo ya lazima, hapati nusu yake, anapata nusu anakosa. Twende kwa mifano. Mtu ambaye yeye na familia yake matumizi yao ya lazima wanahitaji wapate shilingi 10,000 kwa siku ili waweze kuishi kutwa yao. Huyu baba wa familia akihangaika na kupambana anapata 5,000. Baada ya juhudi zote anaishia ngapi? 5,000. Mtu wa namna hii katika sheria ya Uislamu anaitwa nani? Fukara. Sasa turudi katika jamii yetu. Maisha tunayoishi wengi ni mafakiri, ndivyo sivyo? Lakini kwa bahati mbaya, na mimi huwa nasema na naomba ili niliseme tena, kuna kitu kimepotea kwenye maisha yetu. Hatujuani hali zetu. Hatujuani. Tunapokutana msikitini kama hivi, mashallah tumependeza. Ukimwona shekha amevaa kanzu inang'aa, mashaallah, nasema huyu ana uwezo bana. Lakini hujui pengine hiyo kanzu kapewa sadaka na mtu. Lakini kwa sababu tumepoteza kitu kimoja muhimu, hatutembeleani. Na ni ibada kubwa katika Uislamu. Ukifika kwa mtu ndio unaweza ukamjua vizuri. Ukifika nyumbani kwa mtu ndio unasema, ala, kumbe shekhe wetu ndio maisha haya anayoishi, subhanallah.
Pengine ulikuwa unamdhania ni mmoja katika watu wenye uwezo. Na sisi niwaambieni jambo moja, kwa hivi ambavyo Allah anatustiri, wallahi tunakutana na watu, mtu anakuja ofisini anamwambia Sheikh, wallahi nimekuja unikopeshe milioni 1 nianzishe biashara. Tukiletewa maneno kama unasema alhamdulillah, Allah kanistiri, kwa sababu mimi sina haja ya kukwambia ya kwangu na wala hujui mimi kwangu kukoje. Tukisema haya sio tunajipigia debe, tunazungumza uhalisia. Kuna watu tunasali nao hapa, unaweza kumuona mwaka mzima uko naye katika safu, mnaswali pamoja msikitini, lakini kwanza nyumbani kwake upajui, hali yake huijui. Na kuna watu Allah amewataja wana shida, lakini Allah amewapa sifa ya aibu, hajui kunyosha mkono kuomba. Yahsabuhumul jahilu aghniyaa min at-ta'affufi la yasaluna an-nasa ilhafa. Allah amewataja hawa watu, wakimtazama wanasema mashallah fulani yuko vizuri, hajui kuomba, huyu anakufa na shida zake. Na ndio maana wa fi amwali haqqun ma'lum lisaili wal mahrum, kuna mwenye kuomba na kuna mwingine haombi. Utamjuaje ana shida? Ule utamaduni wa kutembeleana. Mimi niwape mfano mmoja katika kipengele hiki. Niliwahi kumtembelea ndugu yangu mmoja, ni mfano kwa lengo la kuchukua ibra. Nilipofika nyumbani kwake akajitahidi kunikirimu. Ni rafiki yangu, ni shekhe, amekuja kunitembelea. Wallahi si maneno ya uongo, jitihada zake za kunikirimu. Aliandaa viazi, akaleta chai isiyo na sukari. Huu ni mfano uchukue, kwa sababu lazima nimkirimu. Na pia hii inatosha. Baada ya hapo utauliza hali yake ikoje. Hii ni message tosha kwamba huyu mtu hii ndio hali yake. Walladhina la yajiduna illa juhdahum, juhudi yake imeishia hapo. Sasa huyu ukikutana naye au imetokea kuna khairi, unajua kabisa uielekeze wapi. Kuna watu wana khairi zao lakini hawajui wapeleke wapi, kwa sababu tunaonana wapi? Misikitini. Lakini pia kwa nafasi zetu sisi viongozi wa dini ndio tunaijiwa na watu, ndio tunajua shida za watu. Mimi hapo ofisini kwangu nikifungua ofisi Sheikh, kila siku wanakuja 3, 4, 5, na wakati mwingine tunafuatilia, maana kuna wengine si wa kweli, lakini unafuatilia taarifa ya mtu unakuta kweli kabisa. Sema subhanallah, huyu mtu Waislamu wana haki zake wamezikalia, lakini hajui. Kwa hiyo huyu ni fakiri. Kwa haraka haraka mtu kama huyu sasa mwenye hali kama hii anapewa kiasi cha kutimia kwa maustadhi. Ukipewa 100,000 huu ni mshahara mkubwa. Lakini kwa maisha tunayoishi 100,000 ni pesa sasa hivi. Ya kula mtu mwezi mzima na mke na watoto. Kwa hiyo hawa wote maskini hawa. Lakini pia nani alikuambia maskini yule asiyefanya kazi? Rudi katika Qur'an, katika surati al-Kahf. Wa amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Huyu ni maskini, anamiliki jahazi, anavua. Allah akamuita nani? Maskini. Kwa hiyo maskini anaweza kuwa anafanya kazi lakini ni maskini. Kaajiriwa, mshahara wake analipwa 1,500,000, ana familia ya watu 4, 5. Hali yake duni kabisa. Lakini jamii ya wale wenye uwezo wanamtazama kwamba huyu hapana. Tumezoea wale wanaopita kila Ijumaa wakaja kwenye milango ya maofisi yetu kwamba hawa ndio watu wa kupewa. Kwa mukhtasari iko hivyo. Kwa hiyo kundi la 3, al-amiluna 'alayha. Al-amiluna 'alayha humul ladhina yuwakkiluhum waliyul amr, ni yule ambaye amewakilishwa na kiongozi wa Waislamu. Kama ni jopo limetengenezwa la kukusanya zaka, kuwapitia matajiri, kuwakumbusha na kuwahesabia, kwa wafugaji wanaenda kuhangaika maporini huko kwa wafugaji kuhesabu, kujua huyu fungu lake ni kiasi gani, vile vile kwa wanaokwenda kwa wakulima, maana hii ni kazi. Na ndio maana hata serikali kipo kitengo kabisa cha TRA.
wameajiriwa, wanalipwa, na lengo wasiwe na tamaa na kile ambacho wanafanyaje, wanakikusanya. Walamiluna alayha. Alafu kuna almuallafatu qulubihim. Almuallafatu qulubuhum wametajwa ni aina zaidi ya moja. Moja inaweza ikawa si Muislamu, lakini ni kiongozi wa jamii fulani. Tunamtazama huyu kwa vile tunavyomuona, huyu anaviashiria anautaka Uislamu huyu, lakini kuna baadhi tu ya vikwazo, labda watanionaje, lakini pia nafasi nionayo nikitoka nikaenda kwenye Uislamu nitarudi kuwa dhalili, mimi ni mtu mwenye heshima zangu na vitu kama hivyo. Mfano mzuri, kuna baadhi ya ndugu zetu walikuwa wanasilimu kutoka huko, ni viongozi kwenye dini walizokuwa. Akishakuwa huko ni kiongozi, maisha yake mashaallah, ana hali anatononoka kwa neema. Akija huko ananyang'anywa kila kitu. Hawa wana haki yao katika zaka, wanapewa kuwawezesha. Almuallafat qulubuhum. Algharimun, wenye madeni. Leo hii ni nani hapa katika sisi hana deni? Maisha tunayoishi, tunaishi maisha ya deni, kukopa. Kwa yule ambaye ana kazi, kwa sababu ana kazi, ana daftari lake dukani, sasa anachukua inaandikwa, anachukua inaandikwa, anachukua inaandikwa, mwisho wa mwezi anachukua ile fungu lote anapeleka pale, kwisha. Akiugua atadhalilika, akiuguza atadhalilika. Algharimun ni wale ambao wana madeni lakini hawana uwezo wa kulipa. Haulai yutawna ma yufuna bihi duyunahum, hawa wanapewa kiasi cha kuweza kulipa madeni yao ili waweze kuondokana na hali ya udhalili. Kuna mchanganuo lakini kwa mukhtasari sana. Lakini kundi lingine la tano, wa firriqab. Firriqab ni wale ambao walikuwa pengine wako kwenye utumwa, wanapewa katika zaka kwa ajili ya kujikomboa kutoka katika utumwa. Ameandikiana na sayyidi wake, akilipa kiasi fulani ataachwa huru, anapewa katika zaka ili ajikomboe, kwa sababu swala la utumwa katika Uislamu halikubaliki. Na ndio maana utakuta hata baadhi ya makosa imewekwa kafara yake ni kuacha huru mtumwa. Na wale wanaokuwa na mtazamo kwamba Uislamu umeleta utumwa na nini, huu ni mtazamo ambao sio sahihi na wala sio mtazamo wa Uislamu. Uislamu haukubaliani na issue ya utumwa. Lakini katika eneo hili leo hii utumwa haupo, ila niwaambieni kitu kimoja. Nadhani Sheikh utakuwa unafahamu zaidi katika hili kwamba kuna baadhi ya watu wako gerezani kwa sababu tu alikosa shilingi 100,000 ya kujikomboa, alipe ile deni, kahukumiwa miaka 2-3 jela. Wengi tu wanaweza wakaingia hapa, manake huyu ni mtumwa katika hali kama hiyo alionayo. Na kundi la 7, fi sabilillah. Fi sabilillah, ulama wamesema kwa kwanza kabisa, walladhina yadkhuluna dukhulan awwaliya, almujahiduna fi sabilillah, ni wale waliotoka katika njia ya Allah katika vita vya Kiislamu vya halali chini ya dola ya Kiislamu kwa maelekezo ya kiongozi wa Kiislamu, kama zile jihadi alizosimamisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na maswahaba baada yake. Lakini wakasema vile vile ulama, anna min sabilillah yashmalu alilmu shar'i, inajumuisha sabilillah elimu ya kisheria. Fayu'ta talibul ilmi shar'i, anapewa katika zaka mwenye kutafuta elimu ya kisheria, ma yatamakkanu min talabil ilmi watafarrughi lahu, kiasi kitakachommakinisha aweze kuwa huru kutafuta elimu ya kisheria. Illa an yakuna lahu mal. Leo hii jamii yetu, ni waulizeni na kumalizia na pointi ya mwisho hii. Watazameni vijana wa Kiislamu wanaosoma dini, nendeni mkatembee kwenye marakizi za Kiislamu, vituo vya Kiislamu, tazameni hali ya vijana wa Kiislamu wanaosoma dini, ambao ndio mashehe wa kesho, wanaoandaliwa kuja kuwa ni mashehe wa kesho. Sisi tunaondoka. Uislamu au da'wa ni kama mbio za vijiti, unakwenda unamkabidhi mwenzio anamalizia. Mashehe wetu waliotusomesha leo hii wengi hawapo, sisi tumekaa kwenye nafasi zao, lakini na sisi tunaondoka. Kama hatujaasisi mashehe wa kesho, dini inabaki, Uislamu unabaki, tunamrithisha nani? Lakini wanaosoma dini ni wale maskini. Mtu katoka huko kijiji, tunawapokea, wanakuja kwenye maahidi zetu. Sheikh, mimi nimekuja, anakuja yeye kama yeye, mimi nimekuja kusoma dini.
alafu namwambia hapa bana ada 500, alafu uje na chakula. Mtu mwenyewe ukimtazama ile hata hela ya kupiga fotokopi kitabu cha kusomea hana. Sisi hao huwa tunawaita wakfu, namwambia basi wewe kaa hapo, utakuwa ni wakfu wa madrasa. Maana yake wakfu, wewe sasa mwalimu ndio umnunulie sare ya shule, umtafutie kitabu cha kusomea, habari ya ada sahau. Lakini sasa mwalimu mwenyewe naye nyumbani huku sinabidi wache matumizi. Tunasomesha, tunazungumza uhalisia ndugu zangu, kwa sababu tuna lengo huu ujumbe ufike. Tunasomesha katika madarisi za Kiislamu. Hakuna madrasa inajua kitu kinaitwa mshahara. Hao walimu mashaikh mnawaona hawa, hakipo. Haya yote ni mambo yanaguswa na nini? Na hii habari ya zaka tunayozungumza, habari ya wale wenye fedha kujua wajibu wao, tena walazima ambao wanalazimishwa na Allah. Mwisho kwa kumalizia, kundi la 8, ibn sabil. Ibn sabil ni nani? Al-musafir alladhi inqata'a bihi safar. Mtu alikuwa anasafiri kumtokea, na tunakutana nao sana msikitini. Sheikh, mimi bana nimeibiwa kila kitu, dokumenti zangu zimeondoka, pesa zangu zimeondoka, hapo unaponiona sina kitu, niombe kwa Waislamu nauli ya kufika Tabora. Kisheria huyu bwana hata kama ni tajiri kule kwao, anasaidiwa katika mfuko wa zaka, anawezeshwa ili aweze kukamilisha safari yake. Haya ndiyo makundi ambayo Allah ameyaeleza na ameyapanga mwenyewe, akawaagiza wale ambao wamewapa fedha wafanye majukumu haya. Kwa hiyo wajibu wetu sisi ni kubainisha na kufikisha, na tunamuomba Allah ajalie kwamba sisi dhima tumeivua, tumefikisha, na Allah anashuhudia kwamba tumefikisha, na tunamuomba ajalie yao yametoka katika nyoyo yaingie katika nyoyo inshallah. Naam, baada ya haya sasa nafikiri twende kwenye fursa ya maswali.